kwenye channel yako pendwa ya Bado Kuna Ushindi TV, ikikuletea makala maalum ya uchanguzi wa kina ambayo ninatamani tuweze kujifundisha kwa pamoja. Basi Mungu wa mbinguni akubariki wewe popote pale ulipo. Nikuombe sana Mungu wa mbinguni awe pamoja na wewe katika kunifuatilia. Leo ninahitaji tujifundishe kuhusu viongozi feki wa kidini na uharibifu wao katika jamii. Jamii sasa imeharibikiwa. Jamii sasa imechanganyikiwa. Na haya yote yanatokana na viongozi feki wa kiimani ambao wamevaa vazi la kondoo, lakini ndani yao wana ajenda ya siri ambayo sio Mwenyezi Mungu. Basi karibu sasa ufuatane nami ninaamini kuna kitu cha thamani utakwenda kukipata. Usipende tu kuwa unakubaliana na kila kinachosemwa, lakini ni vizuri ukatumia akili Mungu aliyokupatia ili kutafakari kwa kina mambo ya msingi na ya muhimu yatakayokupa mustakabali sahihi wa kuifahamu imani yako kwa kina. Basi karibu ungana nami, mimi rafiki yako na ndugu yako mtumishi wa Mungu Daniel Kitua, nikikuletea ujumbe wa makala haya maalum ya viongozi feki wa dini na uharibifu wao katika jamii. Katika ulimwengu tunaoishi kumekuwapo na vitu vingi sana vya kiufeki, kuanzia mimea, watu, viumbe mbalimbali, vimekuwepo feki vingi sana. Siku hizi kuna ng'ombe feki, kuna mbuzi feki, lakini pia kuna wanadamu feki, kuna magari feki na mambo mengi kadha wa kadha ambayo ni feki. Chochote ambacho ni feki kinakosa ile thamani ya kukizi uhalisia wa kile kilivyo. Hivyo basi, katika viongozi wetu wa kidini, ufeki umesababisha uharibifu mkubwa katika imani leo, katika imani zote kubwa tunazoziamini. Tunapozungumza imani za wana wa Ibrahimu, tunazungumza imani kuu mbili, imani ya Ukristo na imani ya Uislamu. Kwa maana tunafahamu hizi imani zote mbili chanzo chake ni Ibrahim, baba yao mmoja, kwa maana ya Ishmaeli na Isaka. Hivyo basi, katika zama hizi za miujiza ya kitelevision, mahubiri yenye mvuto na utajiri usioelezeka, tumefika kwenye ncha ya kiroho ambapo mipaka kati ya ukweli wa kimungu na udanganyifu wa kibinadamu imefifia. Si wachungaji, si maaskofu, si maimamu, si mashehe, si mitume, si maustazi, sio manabii, sio mitume, wote wanawake na wanaume walioshikilia madhabahu au mimbari walioitwa na Mungu, bali kuna kivuli cha uongo kinachoanza kutanda, kinachojiingiza kwa siri, ambacho tunapaswa tukitambue ili tuweze kujua ni nini tunapaswa kukiishi na nini tufanye kuepukana na janga hilo. Makala hii itashughulika na jambo hilo kwa kina ili upate kuelewa usahihi nini Mungu anataka. Tutaliangalia jambo hilo ambalo limekuwa sababu ya mateso ya imani na kusababisha wengine wakaacha imani kabisa, wengine wakapata uharibifu mkubwa ambao wanajuta mpaka leo. Na tutaangalia kwa ukali na tunaamini kabisa jambo hili utakapolielewa itakuletea ufahamu mpano wa kujua Mwenyezi Mungu wa kweli ni upi na wa uongo ni upi. Kwa hiyo duniani kumekuwa na viongozi feki wa kiimani wengi, manabii wa uongo, wachungaji wa kiongo na makatili. Tunawaita makatili kwa sababu matendo wanayoyafanya hayafanani kabisa na kile wanachokikiri wanakielekeza. Biblia inawaonya hawa watu wanaitwa mbwa mwitu wakali, ambao wanaonekana wamevaa mavazi ya kondoo lakini ndani ni mbwa mwitu wabaya, katika ile Mathayo sura ya 7 na mstari wa 15. Na Qurani inawalaani wale wanaouza aya za Mwenyezi Mungu kwa thamani ndogo, katika surati Al-Baqara au Qurani sura ya 2 aya ya 79. Wana maana moja kuu, wao ni wadanganyifu, wanadai roho, neno ama ujumbe wa Mungu ili kupotosha waumini kutoka kwenye kweli halisi kwa lengo la kutafuta maslahi yao, kwa lengo la kutafuta utajiri, kwa lengo la kutafuta utukufu au mamlaka ya kidunia. Watu hawa wanatumia Injili pamoja na Qurani na Sunna
kwa matendo matakatifu kama kifuniko kinachowaficha na nia zao mbaya na kuwaacha nyuma mikondo ya unyonyaji wa kiuchumi, unyanyasaji wa kijamii na upotofu wa kiroho unaotishia misingi ya jamii yetu. Kupitia makala hii tutatumia nguvu ya maandiko matakatifu ambayo itatusaidia kufichua ukweli huu kama nguzo ya msingi ya kugundua hila zao walizoziingiza kwa siri zinazoleta uharibifu mkubwa katika jamii ya imani hata leo. Kuna mapambano na vita nyingi duniani, lakini mapambano na vita dhidi ya hawa wachungaji, manabii, mashehe, masharifu, maustazi, maulamaa, mitume na manabii feki, hii ni vita zaidi ya vita ya kawaida, kwa sababu hii haiui tu roho, bali inaua roho na mwili na kuwafanya watu wengi watengwe na Mungu. Ni muhimu sana kufuatilia na kusababisha uharibifu wa jamii kwa ajili ya ustawi wa umma. Kwa hiyo kumekuwepo na janga feki na mgogoro ambao umezuka katikati ya jamii. Katika miaka hivi karibuni tumejaa na taswira ya kiroho potofu ambayo uongozi wa kiimani umekuwa kama soko la bidhaa za kugushi, au tunaweza tukaita janga la ufeki, ambalo linazungukwa na viongozi wanaopotosha, kuleta migogoro mikuu ya kiitikadi lakini pia na kiakili. Na katika msingi wake ufeki ni kinyume cha ukweli au haki au aletheia. Na hii ndiyo jambo la ulimwengu ambalo na makala haya inachukua nafasi ya asili kwa ajili ya kukupa ufahamu na uelewa sahihi utakao kuletea imani sahihi. Kupitia makala hii tutafichua na kuchambua kwa kina kupitia maandiko, tukieleza utendaji wa kazi za ufeki huu na hatari yake katika jamii ya watu. Jambo la kwanza ambalo tunapaswa tuliangalie, nini maana ya feki kwa mujibu wa dini? Kutoka kwenye misingi ya kitaaluma ya kiimani, neno feki hufafanuliwa kama uwakilishi wa uongo ama udanganyifu wa kitu halisi. Ni kile kinachoonekana kama kweli lakini hakina kiini, hakina nguvu na hakina mamlaka ya kweli ya kimungu. Feki haina ukweli, haina haki kama ilivyosisitizwa katika Korani, wala haina aletheia, ukweli usiofichwa kama ilivyosisitizwa katika Biblia. Kama ilivyoelezewa katika theolojia ya Kikristo, viongozi feki hawawezi kutoa nuru ya Mungu kwa sababu wao huuza kivuli cha Mungu, si Mungu mwenyewe. Watu wote feki wanaozungumza habari za Mungu huwa wanauza kivuli cha Mungu na sio Mungu mwenyewe. Jambo la pili, utendaji wa kazi za watu feki. Utendaji wa kazi wa watu feki ni kimuundo na ni kihalifu. Kunaiba muundo au taswira halisi, lakini inakosoa kabisa kiini na asili ya kile ambacho ndio halisi. Lakini katika hilo kuna mambo ya msingi hapa ambayo yanathibitisha. Kwanza, watu wote feki wanaigiza kimuundo. Hebu fikiria mfano wa roboti anayechukua sura ya mwanamke. Anaweza kuonekana kama mwanamke lakini anakosa kiini asili, kama vile uwezo wa kuhisi uchungu, upendo wa asili wa mama. Vivyo hivyo kiongozi feki anaweza kuvaa joho la kiimani, anaweza kuvaa kanzu, anaweza kuvaa barakashia, anaweza akavaa msuli, anaweza akavaa naivera, anaweza akavaa kila aina ya mavazi ya kidini, lakini ndani yake ile asili ya huruma kama mtumishi wa kweli wa Mungu haipo. Anaweza akafanya miujiza ya uongo, anahubiri kwa ufasaha kabisa, lakini anakosa kiini cha roho ndani yake na utii halisi wa Mwenyezi Mungu au utii kwa Allah anayemhubiri. Hii ndio inalenga misingi ya udanganyifu. Lakini pia tunapoangalia uthibitisho wa kibibilia na watu wanaigiza kama mitume, Mtume Paulo anathibitisha utendaji kazi huu wa uigizaji wa kiroho, akionya, anasema kuhusu uongo na ukweli.
katika kitabu anasema kuhusu uongo na ukweli. Mtume Paulo anazungumza na waumini kwamba si jambo geni. Katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 11-13 anasema mtume Paulo, maana watu hao ni mitume wa uongo, wafanyakazi wadanganyifu, wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo. Kumbe kuna watu wanaweza wakajigeuza kwa sura ya mitume wa kweli, lakini ndani yao ni wa uongo, kama ambavyo anathibitisha Paulo. Hii inaonyesha wazi kwamba ufeki ama utaratibu wa kudanganya unaoiga ukweli kwa lengo la kuharibu. Lakini tukiangalia uthibitisho wa Korani, asili ya uongo, Korani inasisitiza kwamba uongo au batili hauna nguvu yoyote ya kudumu dhidi ya ukweli haki, ambao ndio wa kudumu. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza habari hii kwa undani kabisa kupitia Korani tukufu. Anasema kuhusu uongo na kweli katika surat Al-Isra, ile Korani sura ya 17 mstari wa 81. Anasema, sema ukweli umekwisha fika na uongo umetoweka. Hakika uongo ni mwenye kutoweka daima. Kwa hiyo ufeki ni uongo ambao unaishi kwa muda mfupi tu na lazima utoweke. Kwa hiyo haya mambo yote yana athari ya mwisho, inaitwa heveli ama ubatili, kwa sababu ufeki hauna mizizi katika kanuni za Mungu za kudumu, bali huishia kufa. Utendaji huu wa ufeki unathibitisha dhana ya ubatili kama ilivyoelekezwa katika kitabu cha Mhubiri. Ufeki wote ni upepo una ubatili, hupoteza nguvu na mamlaka yake ya uongo mwishoni wake, mwisho wa safari yake. Kwa hiyo tunapotaka kuangalia maana halisi ya ufafanuzi wa viongozi feki katika zama hizi za miujiza ya televisheni, mahubiri yenye mvuto na utajiri usioelezeka umefika kwenye nchi ya kiroho, ambapo mipaka kati ya ukweli wa kimungu na udanganyifu wa kibinadamu imefifia. Si wachungaji, maaskofu, maimamu, mashehe, mitume, manabii na wote, wanawake kwa wanaume, wanashikilia madhabahu na mimbari wanaitwa kwamba wameitwa na Mungu, bali kuna watu wamejiingiza kwa siri ambao wana nia zao na mipango yao na si kumtumikia Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo viongozi hawa feki wa kiimani au manabii wa uongo hawa ni makatili katika utendaji wao. Ni makatili, wanaharibu maisha ya watu, wanadhoofisha imani za watu na kuleta uharibifu mkubwa. Hata watu wengine wanapoteza matumaini ya kuendelea kumtafuta Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo viongozi feki hawa, kwa mujibu wa Biblia takatifu, kama nguzo ya msingi wa imani ya Kikristo, Biblia takatifu haikunyamaza kimya kuhusu hatari inayoletwa na viongozi wa kiimani feki. Badala yake inatoa tahadhari kali dhidi yao, ikitumia maneno kama manabii wa uongo na makristo wa uongo, majina yanayobeba uzito wa utabiri wa mwisho. Huu si tu onyo la kihistoria, bali ni ramani ya utambuzi inayoelekeza moja kwa moja kwenye sifa na mbinu za wale wanaolenga kuharibu imani za kweli. Sifa na maana ya viongozi feki. Moja, katika jambo lolote kuna lengo la ndani. Yesu Kristo mwenyewe ameweka wazi kanuni ya kwanza ya utambuzi. Viongozi hawa hawawezi kujidhihirisha kama waharibifu. Wanatumia mavazi ya kiroho kama ngao. Yesu ananukuu katika taharuki, anasema katika Mathayo 7:15, jihadharini na manabii wa uongo wanaokuja kwenu wamevaa mavazi ya kondoo, bali ndani yao ni mbwa mwitu wakali. Hii inabainisha maana yao halisi. Wao ni wadanganyifu ambao wanatumia unyenyekevu na utakatifu wa nje kama kondoo, lakini ndani yao wamebeba hila, ndani yao wamebeba uharibifu. Na hayo wanayoyatumia kinasimama kama kifuniko tu, lakini dhamira yao halisi ni kuharibu na kumeza, kama vile mbwa mwitu wanavyoharibu na kumeza watu kiroho, kimwili na kiuchumi. Jambo la pili, hawa watu feki wana matendo na matunda katika Ukristo. Ili kuepuka kudanganywa na mavazi ya nje, Biblia inasisitiza kwamba matokeo ya huduma yao ndiyo yenye mamlaka ya mwisho ya uthibitisho. Katika Mathayo 7:16 anasema,
kwa matunda yao mtawatambua. Maandiko haya yanasema hakuwezi kutokea matunda mema katika mti mbaya. Hata kama atajificha namna gani mtu feki, matunda yake yatathibitisha tabia yake ya upotofu ya ndani, kwa sababu hakuna chemchemi moja itakayotoa maji masafi na maji machafu. Katika mambo mawili tutawafahamu. Jambo la kwanza, utumishi wao na huduma yao litalenga kutafuta utajiri. Lengo kuu la kiuchumi, badala ya Mungu aliyefunuliwa, watafundisha mafundisho ya upotevu kwa ajili ya faida zao chafu, wakitumia kwa mfano Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 5, Petro wa pili sura ya 2 mstari wa 3, wakijenga imani zao za kibinafsi kujipatia fedha za waumini. Lakini jambo la pili, hawa watu feki wanapotosha mafundisho. Wanawafundisha watu injili tofauti na ile iliyotolewa na mitume wa mwanzo, wakichanganya ukweli na uongo. Mtume Paulo anatoa onyo kali kuhusu hili: injili tofauti na ile mlioipokea. Katika Wagalatia 1:8 anasema, mtu yoyote akija akiwafundisha injili tofauti na ile mlioipokea na alaaniwe. Alafu anakaza, hata kama nikiwa ni mimi Paulo nikaleta injili nyingine, basi ninalaaniwa. Kwa hiyo utakapogundua watu hawa wanakuletea injili ambayo sio tulioipokea kwa mtiriko, basi ujue huo ni ufeki, umeingia kwa siri, uwe macho. Lakini jambo la tatu, kukataa mamlaka ya Kristo. Watu mafeki wengi, baadhi yao huweka shaka juu ya msingi wa imani ya Kikristo, wakikataa ukweli kuhusu Yesu Kristo kuja katika mwili. Hii ndiyo inaelezwa kama roho ya mpinga Kristo katika waraka wa kwanza Yohana sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 3. Lakini tuangalie mifano haya ya kihistoria katika Biblia. Biblia inasisitiza kuwa vita hivi ni vya tangu kale. Shetani mwenyewe alijigeuza kuwa malaika wa nuru